tumefika mahali ambapo tumehuzunika sana kuona kwamba kuna vyombo vya usalama ambao vya kupambana na ufisadi na pia kitengo cha DPP, ofisi ya DPP na wale wengine ambao wamekuwa wakihangaisha gavana wetu wa Matangi. Sisi kama wapiga kura wa Kiambu tumeona hiyo mambo, hatujafurahia hata kidogo. Tukoona ni heri kama vile katiba inasema ya Kenya ya kwamba kila mtu ako na haki ya kimsingi ya kikatiba kuja mahakamani na kuomba mahakama yale mambo na kueleza mahakama yale mambo ambayo yadi vizuri, ili mahakama iweze kurejesha hiyo mambo iwe ikuje laini mbili. Gavana wetu amekuwa kihangaishwa na kitengo kia ACC, wanaenda kwake nyumbani wanamsumbua, lakini baada ya kuangalia sana kwa kina tumekuja kuelewa kwamba hii ni mambo na mbinu za kisiasa. Ni siasa pekee zinafanya kazi, ni msingi wa kisiasa. Ni wanasiasa ambao wako na interest ya 2027 na wameona wa Matangi amefanya kazi ambao ni bora sana na imefanya wakaji wa Kiambu wafurahie. Amesaidia wale ambao ni wanyonge, wameinuka, ametengeneza mahospitali zetu za Kiambu, ametengeneza ECD zetu katika kaunti yetu ya Kiambu, ametengeneza kila mahali na amekuwa akisaidia mpaka wakulima ambao wanapanda mambo ya ukulima. Na hiyo mambo yote ambao wa Matangi wamefanya, sisi kama wapiga kura wa Kiambu tumeona. Lakini nyingine ambayo inafanyika ni siasa, na tumeona wanasiasa wamekuwa wakijigamba vile watamng'oa mamlakani ili wenyewe waweze kuingia kwa mamlaka. Na nishukuru mahakama yetu ambao imetoa amri ya kwamba niweze kusafu watu ambao tumestaki. Wa kwanza akiwa ni Attorney General wa Jamhuri ya Kenya, wa pili akiwa ni mkuu wa mashtaka ya umma, Director of Public Prosecution, wa tatu ni EACC ambao ni Ethics and Anti-Corruption Commission, wa nne ni Chief Magistrate Court and Anti-Corruption huko Milimani, ambao tunataka ombi la mahakama kuu ambao ni ya Kiambu High Court iweze kusimamisha haya mambo ya kuhangaishwa kwa governor, ili wa Matangi waweze kufanya kazi bila kusumbuliwa na wanasiasa. Aking'olewa mamlakani wakati huu kwa mambo ambayo sio ya haki na mambo ambayo sio msingi wa kikatiba na mambo ya kisiasa, Kiambu itarudi nyuma. Wale watu ambao wamekuwa kibenefit au wamekuwa kinufaika na mradi na mipango ya Matangi hawatanufaika tena. Kwa hivyo wale ambao wanafanya hivyo ni maadui wa Kiambu na pia ni maadui wa Matangi. Na tunasema mahakama iingilie kati ili iweze kukomesha hiyo mambo yote, na hao wanatumika kisiasa. Hata vitengo vya EACC wawache kutumia kisiasa, wafanye kazi kulingana na katiba na kulingana na sheria, lakini wasifanye kazi kwa sababu wana siasa fulani wako mahali fulani wakitaka kuhangaisha wa Matangi. Na wale wana sponsor au bloggers ni watu wanasiasa ambao wanapinga wa Matangi, na wengine wako na interest ya 2027. Ndipo tumesema kwamba tukuje tuambie mahakama ili wa Matangi pata nafasi ya kufanyia wana Kiambu kazi na ile miradi yake aweze kukamilisha. Na kama kuna mpango, kwa sababu wanasema ati akiondoka deputy wake aingie, tunaomba mahakama iweze kusimamisha hiyo mambo yote na ipeane order ili mambo isiendelee mpaka wakati hii petition ambayo tumewasilisha koti hii iweze kusikizwa na pia na kuamuliwa. Tumepatiwa date ya kuja mahakamani, itakuwa ni tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka huu. Tutakuwa pa mahakamani ya Kiambu High Court ili wale ambao wamekuwa kihangaishwa wa Matangi wakuja wajibu mahakamani kwa nini wanamhangaisha kwa njia ya kisiasa na sio njia ya sheria na haki. Mimi kuja mahali hapa hakuna mtu ambaye hata mmoja amenitumia. Nimekuja kwa sababu ya msukumo wa wapiga kura wa Kiambu ambao tunaita Wajiko huko Mashinani. Yale mambo ilifanyika kwa governor huko nyumbani kwake, sisi ambao tulichagua governor kama mpiga kura hatukufurahia hata kidogo kuona kwamba hiyo aibu yote governor alifanywa mpaka kupelekwa Nairobi ilikuwa mambo ya msingi wa kisiasa peke yake, sio mambo ya haki hata yote. Na sisi kuona namna hiyo tukasema kwamba sisi kama Wajiko tutakuja kwa sababu katiba ya Kenya inasema hivi katika kipengele cha 22 kila mtu ako na haki ya kuja mahakamani na kueleza mahakama
kuna mahali ambapo haki imekeukwa na mahakama iweze kushughulikia hiyo maneno. Tumekuja hapa kwa sababu haki ya mpiga kura wa Kiambu imekuwa ikikeukwa, na pia haki ya gavana wetu ambao tulimchagua kama wana Kiambu, pia hiyo haki yake imekeukwa kisheria, na ndipo tunataka mahakama ingilie kati na wao watu ambao wanatumia kisiasa wakomeshwe. Ni mkuu wa mashtaka ya umma ambao ni DPP. Pia tumemshtaka, tunataka hata yeye aweze kusuhiliwa na mahakama kutokana na hali ya kuchunguza Wamatangi, kwa sababu hiyo mambo anafanya ni mambo ya kisiasa, sio mambo ambayo iko na ukweli ndani yake. Kuna huyu mwingine ambao tunaita ambaye anakuja akisema kwamba anapambana na ufisadi ambao ni EACC, tume ya kupambana na ufisadi. Hata hiyo tumestaki kwa sababu hao ndio wamekuja kuleta mambo yote wakisema ati Wamatangi ni ufisadi na mambo ambao sisi kama Wajiku hatujui, tunasikia na hawa, na sisi tuliamua na tujaona mambo kama hiyo, kwa sababu ile kazi ambayo tulipatiwa Matangi Mashinani tunaona anafanya kazi, miradi anafanya, tunaona ikiendelea, kama ECD sinaendelea, hakuna